Moja kati ya story ambayo imetufikia na imekuwa story ni gumzo kabisa. Watu wengi sana huwa hii story kuifikiria kwamba itakuwa ni kweli ama ni uongo. Karibu kwenye The Gossip Table. Mimi naitwa Wisching Chaf Pozi, ndimo mtu mbaya, ni mbea wa kimataifa, na leo niko peke yangu na kuna vitu vingi sana vya kuvizungumza. Of course bana, story kubwa kumuhusu Diamond Platinum, Zuchu pamoja na Alia. Inasemekana kwamba Zuchu tayari alishafunga ndoa na Diamond Platinum, na watu wengi sana wakuthibitisha kwamba ni kweli ama sio kweli. Lakini kwa zile scenario ya watu na the way tulivyokuwa tunaona, tukajua ni kweli Zuchu amefunga ndoa pamoja na Diamond Platinum, japokuwa ile ndoa ilikuwa kama kimya kimya hivi, watu walikuwa hawajui. Yaani watu kama walikuwa hajashtuka, na kama wamefunga ndoa basi kuna wakati kuna wale wambea ambao walikuwa wanatafuta ni kweli ama sio kweli, lakini baadaye ikaja ikathibitika kwamba ni kweli. Lakini pia tunafahamu Zuchu pamoja na Alia walikuwa na urafiki wa muda mrefu sana. Jamani, Simba Dangote ni mtu mbadi sana, ni mtu ambaye ukimpiga tukio moja anaweza kukupigia matukio mawili. Ukimpiga tukio mawili anaweza kukupigia matukio zaidi ya matatu. Sasa story ambayo imetufikia hivi karibuni, na hii story imekuwa ni kama masaa 18 hivi imetoka, ambayo Karima Story amethibitisha hiyo. Amesema na ameongea kiukweli, anasema sasa Zuchu anajisikiaje kama mambo ni haya? Manake Zuchu atajisikia vibaya. Inasemekana kwamba Diamond Platinum mwezi mtukufu wa Ramadhani alifunga ndoa na mtangazaji wa Wasafi Media. Inasemekana anaitwa Alia. Ni mtangazaji wake huyo kutoka kwenye kile kituo. So bado hatuna uhakika, lakini taarifa ambayo imetufikia, Karima Story ameweka wazi kuwa Diamond Platinum alifunga ndoa na mtangazaji wa Wasafi FM Alia kipindi cha Ramadhani kama mke wa pili kwa Zuchu. Watu walikuwa wanasema Diamond, watu wanaruka kwa Tanasha Donna na nini, umeelewa? Watu wakasema Zuchu kwenye familia ya Diamond kama sasa hivi amekuwa haonekani. Zuchu kama anajitenga na familia ya Diamond Platinum, Mama Dangote. Wakawa wanamsema Esma Platinum kwa vile ambavyo story inavyokwenda kwamba anamtenga Zuchu. Lakini pia Zuchu kukaa mbali na familia ya Diamond Platinum, mimi kwamba watoto wameweza kufika kwetu Tanzania, lakini ukaribu wake na wale watoto imekuwa tofauti na mara ya mwanzo. Maneno yalikuwa ni mengi, kila mmoja anazungumza la kwake. Sasa tunafahamu kwamba Diamond Platinum alimuoa Zuchu, na hizo stories zipo kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi wana uhakika tayari. Pia mama Hadija Kopa of course aliweka wazi kwamba ni watu ambao wako kwenye ndoa kweli, kwa maana ndoa ilikuwa imefanyika kweli. Sasa kwa Alia pamoja na Diamond Platinum kipindi cha Ramadhani, inasemekana Diamond alifunga ndoa na Alia. Sasa kama ni kweli, Zuchu atajisikiaje? Zuchu lazima ajisikie vibaya. So hii ni story imetoka kwenye yani kama dakika 15 hivi. Nikasema hakuna, ili swali na ukweli ndani yake. Manake tunafahamu kwamba ukaribu wa Diamond Platinum na Zuchu sasa hivi hauonekani. Tangu nilipoona show ya kwake Galabi, ilikuwa inaitwa Gala Valentine of course, ndio niliona ule ukaribu wa Diamond pamoja na Zuchu. Tunafahamu Diamond pamoja na Zuchu wako kwa muda mrefu na nini, na zile out za kutoka shows, unajua zile mara mmeenda sehemu fulani, mara mko Zanzibar, mara mko wapi, mara mko Mwanza, mara mko kwenye tour fulani, umeelewa? Yaani couple fulani ilikuwa ukimwona Diamond lazima umuone na Zuchu. Ulikuwa ukimwona Zuchu lazima umuone na Diamond Platinum. Lakini sasa hivi inasemekana kwamba Diamond kweli kwamba alifunga ndoa na Alia, na si kwa ubaya kwa sababu dini ya Kiislamu inaruhusu kuoa wake wanne. Lakini je, Zuchu anakubali kukaa mke wa pili na rafiki yake? Kumbuke kwamba Alia pamoja na Zuchu walikuwa ni marafiki wa muda mrefu sana, na inasemekana kwamba
Alia Zuchu wakati anaingia WCB, Alia ndo alimpokea na Zuchu akawa anakaa kwa Alia na nini mpaka pale Zuchu akawa ameweza kujipata, ameweza kujipapatua, kujiona kwamba sasa mimi nimefika, na mpaka sasa hivi ninavyosemekana watu wawili kwamba walikuwa hawana urafiki. Yani baada ya kuwa marafiki, baadaye urafiki wao kutokana na zile bifu, vita za kimapenzi huku na huku, mafukuto, basi urafiki ule ubifuefu ukakatika, umeelewa? Yaani kila mmoja akawa sasa anafanya time yake, na wapo kwenye familia moja. Imagine Zuchu yuko WCB, Ali kama mtangazaji official yuko WCB pale, na ilisemekana pia zamani Ali alitoka pale kwa sababu ya vita ya kimapenzi, umeelewa? Akatoka akaenda kwenye media nyingine kwenda kuanzisha maisha yake, yani kuwapa uhuru ile kapo kati ya Diamond pamoja na nani na Zuchu. So baadaye tukaja tukasikia kwamba Ali amerudi na nini, lakini pia tukaja tukapata habari kwamba Diamond Platinum ilikuwa inasemekana kwamba alikuwa anatoka na wote wawili. Je, ni kweli? Sasa hivi kuna habari kwamba jamaa mwezi wa Ramadhani kumbe amefunga ndoa bana. Na hizi habari imekuwa ni habari, yani habari za moto. Manake watu walikuwa wana mention Diamond pamoja na familia ya Diamond, wana mention sana mama mzazi wake, yani mama wa Tanasha Donna ndio alikuwa anamfikiria sana kwamba Tanasha Donna yeye ndi anawezekana ndio watu wanamtengenezea, wao wanapiga zile pasi za mbali, zile assist. Unajua kwamba Diamond kama kamuoa Zuchu mke wa pili kutokana na ile kapo ya ule ufananishwaji wa Nasib Junior pamoja na Diamond mwenyewe, wakasema kwa nini Diamond asingemuoa Tanasha Donna. Sasa imekuwa tofauti. Diamond bana inawezekana ana mpango wa kuwa na Tanasha Donna, lakini pia kwa sababu ni Tanasha Donna ni mzazi mwenzake, kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana. Lakini pia Tanasha Donna tushai kupata habari kwamba amemtambulisha mpenzi wake mpya, kwa maana Diamond hana mahusiano na nani, na Tanasha Donna. Hiyo ya kwanza. Ya pili ambayo ni kubwa kuliko, ambayo mpya hatujawahi kusikia, imefunguliwa, kitu kiko sealed. Hii hapa sasa. Alisema aolewi, mbona kaolewa? Alisema mpati, mbona kampata? Tunafahamu hatujawahi kuona mahusiano ya mtangazaji Ali kwa muda mrefu. Sidhani kama ashakuwa na hiyo skendo zaidi ya watu kumtaja Diamond kwamba yeye ndo alikuwa anatoka na nani, na Alia. Hiyo ndo skendo ambayo mimi naona, skendo ambayo Alia ilikuwa ndo skendo kubwa hapa kwetu Tanzania, na watu wakaipa macho kiukweli. Sasa imethibitisha kwamba yani imefahamika kwamba Diamond kwamba mwezi wa Ramadhani huu kama mwezi mmoja nyuma hivi kumbe alifunga ndoa bwana. Kweli? Hiyo sio kwa mujibu wangu, kwa mujibu wa story wa Karima story hapa. Nimepata kuona hii habari nikasema haya mambo mapya jamani. Yamepita mambo mengi na nini, lakini Liliom mbona hakumuuliza kuhusiana na Ali yake? Angemuuliza tungepata hata kujua yani zile fununu kwamba ilikuwa ni aje, ilikuwa ni vipi, ilikuwa yani hivyo. Lakini sasa kitu kimetokea, vitu vimeenda kimya kimya, watu wamepiga mabuti kimya kimya. Day of the end tukaja tumepata habari sasa leo, siku kabisa ambayo adhim, siku ya Jumatatu, siku ambayo Jumatatu unajua ni Blue Monday. Kwa hiyo Jumatatu kwa unakutana na vitu ambavyo haujatarajia kama utakutana navyo kwenye mitandao. Maana unaweza ukasema utakutana na story hii, yani itakutana story nyingine, yani kumbe unakuja na story sasa zile ambazo watu hata kwenye akili yao walikuwa hawana. Inawezekana walikuwa nazo, lakini tulikuwa tunajua kwamba Ali na Diamond kila mmoja akisha move on na maisha yake. So sasa kumbe ni mke wa pili amekubali. Je, Alia na Zuchu zitaiva? Unajua bwana, unapokuwa mke wa pili kuna zile siku tatu, Monde anakuwa kwa Alia, siku tatu Mondi anakuwa kwa Zuchu. Umeelewa vizuri? Nadhani wale ambao wamefunga ndoa, naamini kwamba wana ndoa zaidi ya 3, umeelewa, au zaidi ya 2, au wanajua zile
time, zile table, zile ratiba yenyewe anasema za kupanga kwamba leo ataenda kwa Zuchu, kesho ataenda kwa Tanasha, yeye atakaa kwa siku 3, alafu baadaye akitoka kwa Tanasha ataenda kwa nani? Kwa Zuchu au kwa Alia. Umeelewa vizuri? Lakini kuna wakati familia inatakiwa mkae pamoja. Yaani hapa kuna Alia, hapa kuna Diamond, hapa kuna Zuchu. Na tunafahamu watu wote wamependa roho moja. Hivi Diamond ana nini? Ana kitu gani kikubwa mpaka wanawake wengi wana bwana, yani sijaelewa hapa kitu gani. Bana ndio hivyo. Kama ulikuwa uelewi basi mimi nimekuelewa. Nimekuelewesha. Kwamba this time around nasemekana kumbe Diamond ameoa mke wa pili, na mke wa pili anaitwa Alia, ni mtangazaji wa Wasafi Media. So hiyo ni habari moto ambayo tumekutana nayo kwenye The Gossip Table. Mimi nikasema nani kama Ching nikae hapa nije nikupe hiyo story, kama ujui basi na mimi nikusogezee umbea, maana si nyingine bana kukaa kusema wenyewe wanasema mafriji yetu hayagandishi. Umeelewa? Yaani hakai. Kwa hiyo lazima wewe kuna vile vitu fulani ukiviona tu hapo unapa kama upepo, yani upepo wa kimbunga, sio unajua ile. Unakuja kama ndani dakika 5 alafu unakata. Bana hiyo ni story kupitia The Gossip Table na tumezungumza of course. Da niseme kama bado huja subscribe YouTube channel ya 69 Media, basi time ni yako na inakuwa ni vizuri kabisa, utapata zile update nyingi, na uzuri zaidi tuko na wewe sambamba kukupa zile habari moto umbea ambao unatokea kwenye mitandao ya kijamii. Maana yake hapa huwezi kupitwa na kile kitu ambacho wewe unatamani kukijua. Yaani kila kinachotokea kwenye mitandao basi tunakusogezea big time. Na pia nikufahamishe kuhusiana na biashara pamoja na afya. Of course Eternal International ipo kwa ajili ya kukupa wewe faida. Maana yake kufanya full blood check-up, body check-up unafanya kwa shilingi 30,000 na kipimo kitaonyesha chanzo la tatizo lako, na uzuri zaidi kipimo kitaonyesha chanzo. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kujiunga kwenye kampuni ya Eternal International, basi wanakuambia nafasi ni yako. Kuna mapesa mingi sana. Nakwambia kama ushe kufanya biashara tofauti, basi biashara ya Eternal International basi ni biashara moja ambayo itakusaidia wewe pamoja na familia yako. Itakusaidiaje? Kiafya. Kwanza utafanya full body check-up kwa shilingi 30,000, hiyo ya kwanza. Ya pili pia kama unahitaji kujiunga na kampuni au kujiunga na kampuni ya Eternal International, inakupa nafasi kuja kusikiliza elimu, ni bure kabisa. So tunapatikana Kigogo, Dar es Salaam. Of course tuko hapa Dar es Salaam, na kama unahitaji kufika unaweza ukafika hapa jengo la Richard roundabout hapa, unaweza ukafika. Lakini pia unaweza ukapiga namba ya simu kama unasumbuliwa maradhi la bawasiri, unasumbuliwa na maradhi ya mgongo, unasumbuliwa maradhi uzazi, maradhi ya kansa, maradhi ya pressure ya macho, maradhi ya tumbo kujaa gesi, maradhi ya yale ya kiki kwa kiume, kama upigi show vizuri, basi tatizo lako litakuwa limekwisha. Kufika hapa kwanza utafanya full body check up, then ukishafanya hivyo utaanza kujua kipimo kitaonyesha chanzo la tatizo lako, then utakuwa umeweza kupata elimu ya afya pamoja na kipato. Kwa hiyo unaweza kufika hapa. Mimi nakwambia ukimleta mgonjwa wako ukiwa umejiunga kwenye hii kampuni, ukimleta mgonjwa wako unapata faida ya shilingi 30,000, sasa ya shilingi 15,000. Sasa unataka nini mzee wangu? Biashara ndio hii. Karibu sana, tunapatikana Google. Piga namba kupitia namba ya simu, unaweza ukatutafuta na ikawa vizuri kabisa kupitia namba hii hapa ambayo nakutajia this time around. Lakini pia utakutana na namba hapo kupitia luninga yetu au kupitia simu yako, utakutana na namba hapo iko. So 07 40 44 14 00 0740 44 14 00. Mimi ndo Ching the baddest, ndimo mtumbadi baba lao. Nimekugusia hapo kwenye The Gossip Table, tumezungumza vitu vingi, na uzuri zaidi tumemzungumzia Alia ambaye ni mtangazaji, inasemekana for system around kwamba ni mke halali wa Diamond Platinum. So dondosha comment yako hapo pia, lakini unaweza kutufuatilia kwenye Instagram yetu. Unatufollow kwa jina la 69 Media TZ. Tufollow pale na utakutana na vitu vingi, lakini utakutana na elimu ya biashara pale. Usizarau. Kama una maradhi, una matatizo, unaweza kuwasaidia watu kupitia Eternal International na
Sajili ni rahisi sana, lakini pia utapata elimu ya biashara pamoja na afya. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kunitazama, asante kwa kuwa na mimi. Instagram napatikana kwa jina la Wisching77 na Facebook Wisching77 na mitandao yote kama TikTok natumia kwa jina la Awote. Mimi niseme asante kwa time yako. Tukutane tena wakati mwingine. Sina la zaidi ya kusema. Mimi nakupenda sana wewe. Bye bye.